Katika hospitali yetu kuna changamoto kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunakosa bingwa na bingwa bobezi, kama vile kwenye eneo la madaktari wa magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya moyo. Kwa hiyo na vile vile hata kwenye eneo la matibabu ya sikio, koo na pua. Sasa bila kusahau na vile vile kwenye eneo la upasuaji wa ubongo. Sasa kwa uwepo wa kambi hii ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya sambamba na mikoa ya jirani, kwa maana ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Ruvuma, Njombe, Songwe na hata wale wanatokea Sumbawanga. Kwa sababu uwepo wa madaktari hawa utapunguzia wagonjwa ile hitaji la wao kusafiri kwenda mbali kufuata ile huduma ambayo ni gharama. Tunajua kwamba gharama za matibabu afu kijumulisha na ile usafiri uende malazi, hiyo imekuwa ikisababisha wagonjwa wengi kushindwa kwenda kufuata ile huduma. Mtu akifikiria ile gharama, sasa unajikuta anakaa na ule ugonjwa ambapo mwisho wa siku ugonjwa unaenda mbali zaidi. Mama Samia tumeona matatizo mbalimbali, nikijipendelea kwa upande wa watoto. Cha kwanza ni matatizo ya upungufu wa damu ambayo yako mengi sana na yanasababishwa na vitu vingi, lakini vile vile matatizo ya saratani, na kwenye matatizo ya saratani tunajitahidi, lakini vile vile kuna shida ya selimundu ipo kubwa sana kwa watoto wetu, na mtoto anakuja ni kama upungufu wa damu, lakini tukigundua ni selimundu. Tukija kwa upande wa watu wazima, matatizo ya pressure yako mengi, matatizo ya moyo, ya figo, lakini vile vile matatizo ya viungo, joint kuuma, miguu kuuma, especially kwa watu wazima. Hizi nimeambiwa ni huduma bobezi, huduma za kibingwa, bingwa na bingwa bobezi. Shukuru sana madaktari kwa moyo wenu wa kujitolea kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 kwenye eneo hili la afya kwa watu wetu. Moja ya mambo makubwa ambayo ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza ni kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa na afya ya akili na mwili. Na pale penye changamoto, basi serikali imesomesha wataalamu na wako hapa tayari kuwahudumia. Madaktari hawa wako 36 na watakuwa hapa kwa siku 5. Niwaombe wananchi wangu, tusiwe na ile utaratibu wa kuja siku za mwisho na kuanza kuomba siku ziongezwe. Tutumie vizuri hizi siku 5. Siku ngapi hizi? Nyie leo siku ya kwanza nyinyi mmewahi. Mmefanya vyema sana. Naomba pia muwaambie huko majumbani, wale wagonjwa walioko majumbani, kwa sababu mbalimbali, kwamba ipo timu kutoka kwa Mheshimiwa Rais imekuja kuwahudumia wananchi. Kwa watu wa huduma ambao wapo watapita, mtapata maelekezo ili tusikae sana kwenye foleni hii, twende kwenye foleni ya huduma. Kwa hiyo tunaamini kila kitu kitakwenda vizuri. Mmepata maeneo mazuri ya kufikia kwa wale wageni, na kama kuna changamoto basi tuwasiliane ili mambo haya yaweze kufanyiwa kazi. Kweli ujio wa madaktari bingwa na mabingwa bobezi kwa kweli tumeufurahia, kwa sababu tulikuwa tunasafiri mwendo mrefu kwenda Dodoma au Dar es Salaam au KCMC, lakini madamu umekuja hapa, wananchi tunaona umuhimu wake kwamba ni lazima tufike, tuje tuangaliwe afya zetu, kwa sababu hata gharama zake sawa, lakini zinatusaidia kwa sababu tungeweza kuingia kwenye nauli, tungeweza kuingia kwenye nini, lakini hapa tumetumia pesa kidogo tu kutoka majumbani kwetu mpaka kufika mahali hapa ili tuweze kuja kupata hiyo tiba ya madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.